Hivyo kijana, akili yako ina charge kweli? Akili yako ipo timamu? Unatembeaje barabarani ukiwa umelewa? Unataka tusababisha ajali, si ndio? Hujaona sehemu nyingine ya kutembezea vidude vyako mpaka utembezee barabarani? Samahani bro, lakini mimi sijalewa, na barabarani mimi ndo nafanya biashara yangu kila siku, ila mimi nahisi wewe tu kwenye uendeshaji wako haujawa makini, na ndio maana gari ulikuwa unaendesha vibaya mpaka yote yakatokea. Ila naomba unisamehe sana kama nitakuwa kama nimekujibu vibaya. Unasemaje wewe? Baba, mbona unampiga kijana watu aliyakuwa na makosa yote haya? Wenye makosa ni sisi, tunatakiwa kumwomba msamaha. Umsikia wapi tajiri akamkosea maskini? Hakuna tajiri anayeweza kumwomba maskini msamaha kama hawa. Yeye ndio atakatuombe msamaha sisi. Tungepata ajali, angeweza kupeleka hospitali. Wewe kijana, siku nyingine usipokuwa makini tumeajua kwa barabarani, nitakugonga na gari. Na una bahati, gari nilikuwa siendeshi mimi. Right, kama nilikuwa naendesha mimi, kuanzia sasa maandalizi yako ya kaburini ya kwenda kuzimu yangeanzia hapa. Baba, mbona unakuwa na roho mbaya kiasi? Yaani una hata chembe ya huruma. Ona sasa, biashara yako umeshaimwaga. Na inavyoonekana biashara ndio kila kitu kwenye maisha yake. Na usikute uko mzima unategemea biashara. Mfanye mlipe pesa yake tuondoke. Unasemaje wewe? Yaani mimi nimlipe wakati yeye ndio atukatulipe sisi? Siwezi kutoa pesa yangu mfukoni hata siku moja kumlipa maskini. Kwangu maskini ni mbwa. Kwangu maskini ni kunguni. Hawana thamani kwenye maisha yangu. Right, kama palikuwa kuna mahakama ya kuhukumu maskini, huyu ningempeleka kwa mhukumu na kumnyogelea mbali. Twende. Twende. Naweza kulipia kwa simu? Ile shida. Simu yangu imekaa. Baba, simu yangu umeiona wapi? Hapana. Kwani umeweka wapi? Hata sijui nimeweka wapi. Hebu kwanza nikaangalia kwenye gari. Samahani sana dadangu, ulidondosha simu yako. Yep. Asante sana kakaangu, maana nilikuwa nimeshachanganyikiwa tayari. Hebu nitajie namba yako ya simu nikutumie pesa kidogo.
Sawa. Unataka mtumie pesa kwa magani ya kufanyia? Wewe mbwa, wewe ndio sababu ya binti yangu kudondosha simu yake. Naomba upotee kwenye macho yangu haraka sana kabla sifanye kitu kibaya. Naomba nisamehe kwa mara nyingine tena, lakini naomba basi muulipe bodaboda kwa sababu amenitoa kule ni mbali sana na ameniwahisha hapa ili mradi tu nimlete simu mtoto wako. Na kama unavyojua biashara yangu tayari imeshapata changamoto. Ile hilo mimi sijali sana. Naomba tu mumlipe bodaboda, maisha mengine ataendelea. Usijali kakangu, mimi nitamlipa. Unasemaje wewe? Wewe mbwa, hakuna atakayekulipa. Ujinga umefanya wewe, halafu nataka ulipe pesa? Kwani maskini nakuwa na tabia chafu kiasi hicho? Mtakuwa na maisha kwa mama mpaka lini na kuibia watu? Siwezi kutoa pesa yangu kulipa maskini kama wewe takataka. Usiokuwa na mbele wala nyuma. Au lengo lako unataka nipate nuksi za milele? Eh? Leo mkaliwa nyuma, utamalizana na mbwa mwenzako. Baba, ni maneno gani hayo? Tunatakiwa kumshukuru kwa hicho alichokifanya na sio kumzea kwa maneno machafu kama haya. Sijapenda hizo kauli zako. Binti yangu, hapa duniani wanaochafua dunia ni hao maskini ombaomba wanaolia shida kila siku. Na ukitaka usifanikiwe kwenye maisha yako, saidia maskini, utafeli tu. Ninavyoongea sasa, taka usitake, tangulia kwenye gari nikukute kabla ya kupiga makofi. Umbafu, blalfu. Na wewe mbwa, kaa mbali na familia yangu. Kaa mbali na familia yangu. Usije kujua upande wangu wa pili. Usije kumjua Mtanganyika ni nani. Gali chuma, leli chuma, ni mwenye chuma. Alama ya Mtanzania ni ndui. Blalfu. Oya, naona nimechezea matusi mwanangu kutoka kwa matajiri, au sio? Sasa sikia mwanangu, sio mbaya, nigee hela yangu mimi niweze kutembea zangu. Sina muda wa kupoteza kabisa. Kwa sasa ndugu yangu hapa tunafanyaje? Maana hapa nilipo mimi na 500 tu mwanangu. Ha? Wewe unanichukuliaje mimi? Eh? Yaani unanichukuliaje? Yaani unakuja kuniambia mwanangu kwamba una hela yoyote? Alafu maneno machafu kibao hapo wenzako walikuwa wanaongea hapo. Wewe wante mmoja mwanangu unazingua. Wewe anataka hela yangu. Dakika za mwisho usipokunipa hela yangu, wewe nitakutoa damu sasa hivi, afu mbele za watu hakuna mtu yote atakayeongea chochote hapa. Sema maneno yote mwanangu ya nini? Sisi ni wanaume. Hebu tuongea mambo yaishe bana. Usitaki kufanya vitu vikawa vikubwa kati ya mambo madogo tu. Oya. Yaani unaniambia mambo madogo? Oya, mambo madogo kwenye hela? Oya wewe vipi wewe? Oya sikia mwanangu. Oya mimi sitaki masiara kabisa kwenye hela mwanangu. Oya ukitaka nikuzingue, mimi mwanangu niletee masiara kwenye hela. Oya, nigee hela yangu. One time moja, usiponipa hela yangu mwanangu nitakufanyia kitu mbaya utakuwa uamini. Mimi 26 hapa mwanangu, hakuna mtu yoyote atakayeniambia chochote, mimi nakwambia. Nipe hela yangu. Tulia basi, mimi nitakulipa hela yako. Tulia, nakulipa hela yako. Tulia mwanangu, sasa mpaka tuzalishane mwanangu mbele za watu nini? Lete hela yangu. Sasa sikia. Simu hii hapa utajua nafanya nini. Mimi sina hela. Ila mwanangu, wauni hatuishi hivi. Ha?
Oya wewe mwanangu, unasema oni hatuishi hivyo. Wewe mwana Bukoko unasema oni hatuishi hivyo, au sio? Oya mwanangu, wewe sio muuni. Maisha ya kweli wewe umelivamia jiji afu one time moja. Wewe sio muuni wa nini? Sebenza na maisha yako afu nikatae. Baridi tu mwana. Tembea. Ina maana bado unafikiria mjinga? Kwa kitu gani kikubwa ambacho alikufanyia mpaka una mawazo kiasi hicho mwanangu? Nilikuwa najua kama babangu una roho mbaya sana, lakini sikuwahi waza kama matendo yako yanaweza kuzidi utu wa binadamu. Baba, wewe ni mnyama, hufai kabisa kuwa binadamu. Pumbafu. Sorry binti yangu, ninafanya yote kwa sababu yako. Wewe ni mtoto mwenye hadhi kubwa sana, haupaswi kuonea huruma maskini. Siku zote kapuku hawana fadhila kwa watu matajiri kama sisi. Nimefanya vile ili asikuzoee. Binti yangu, kitu kidogo tu tayari unaniita mimi mnyama. Mimi baba yako naita mnyama. Hakuna kitu chochote alichokosea yule kijana. Tumemkosea sana. Tumemharibia biashara yake. Na bado maskini ya Mungu ameniletea simu yangu, lakini bado hukujali chochote. Ulichojua ni kumdhalilisha na kumziaki. Baba, hata uwe na pesa kiasi gani, siku ukifa unaziacha zote. Na utaenda kuzikwa chini bila chochote cha thamani ulichokuwa ukimiliki hapa duniani. Utazikwa kama huyo maskini na mzi yake. Kuna kipi cha kujivunia hapo kama sio ujinga? Nyamaza pumbafu mkubwa. Maneno gani hayo unamwambia baba yako? Naomba unisikilize kwa makini. Tena kwa makini. Wiki hii jiandae. Weekend unavishwa pete. Nakaa ukijua ukimaliza masomo unaolewa. Na imani tumeelewana. Sitaki kusikia chochote kile. Nahitaji kupumzika kwa sasa. Na ukiendelea kuivuruga akili yangu, hiyo pete utavalishwa wewe. Fanya ufanyavyo. Siku ya sherehe yako ukinitia aibu, nitakufanya kitu ambacho sijawahi kumfanyia mtu wote maishani mwangu. Na imani unanijua vizuri. Na ole wako utoke humu ndani bila ruksa yangu. Mimi utaenda kumfufua mama yako kaburini huko, aje kuombea msamaha. Blalifu. Mama, kwa nini umeondoka mapema kwenye maisha yangu na kuniacha na ukatili? Tangia uondoke sijawahi kuwa na furaha. Natamani nikupate. Jamani,
Yaani watoto wenzangu wanapata wanaume wenye hela zao, lakini mwanangu sasa nini hiki jamani? Mtu mbele haupo, nyuma haupo, yaani upo tu kama kabati la monchwali la kuhifadhia maiti. Haya, umefuata nini na leo? Shikamoo mama. Kama hizo shika zako zinaziona za maana, zishike mwenyewe uondoke nazo. Mimi nakusikiliza hapa, kilichokuleta uongee haraka uende. Mamangu, leo kiukweli mambo yangu ni magumu sana. Biashara yangu imepata na changamoto kubwa sana. Ila hata hivyo nimehangaika hapa, nimepata unga pamoja na mboga. Nafikiri itawasaidia kwa sasa hivi. Ila nitapambana sana, baadaye nitakula vizuri. Haki ya Mungu, Mwarabu tunaye na tunatamba naye. Hivi wewe kabisa umetoka huko umeamua kuja hapa kuzalisha hiyo rangi ya mtume, si ndio? Yaani wanaume wenzie huko wanaleta vitu vya maana, wewe kila siku kutuletea michicha, kutuletea unga mama. Yaani ukijitahidi kutuletea kitu cha maana, mtuletea dagaa. We baba, kila siku unga umetuona si vibogoyo. Au ulisikia huko mitaani sisi tumekuwa ndani misukule tuanze kulamba unga wako, si ndio? Mamangu, hichi ni kipindi cha mpito tu. Mnatakiwa mnivumilie. Mimi nitapambana sana na kila kitu kitakuwa sawa. Na baada ya hapo mtaishi kwa furaha na mtakula kile ambacho mnachokitaka. Tena nawaahidi mtakula kwa wakati bila hiyo mitatu. Haya, wewe Mr. Shida. Leo mleta unga nani? Wewe umuone alichokileta hapo. Uone kama mbuzi wanamfuata nyuma. Uione mijani hiyo kaininginiza hapo. Yaani kukulu mwanaume nishakuchoka. Tena nimekuchoka kweli kweli. Na kuanzia leo sitaki hata kukuona kwenye maisha yangu. Yaani kila mtu afanye mambo yake. Yaani kiufupi ndo tushaachana hivyo. Upo? Na kwanza nipata mwanaume hesamboi hatari. Halafu sasa pesa sio shida zake. Yaani maokoto ni hapa tu. Sio mnuka shombo. Yaani hicho ndio ilichokuwa umebakisha mtoto wangu. Maana unamng'ang'ania huyu mwanaume, mtu mwenye kazi yake kuuza sambusa. Kazi za wanawake anafanya yeye. Mpaka watu wale sambusa ndo na yeye aje kutulisha. Watu wasiponunua sambusa sisi tumelala na njaa. Baba, hatukutaki, nenda. Zai, mapenzi yavunjwe kama nazi ya kafara. Mimi nakuomba mpenzi wangu, ukipata muda njoo nyumbani kwangu tuongee. Usimsikilize huyu mama yako, hakupendi hata kidogo, anakuingiza kwenye shimo la moto. Yaani mimi nije kuonana na wewe. Sitahau hilo swala. Yaani mimi na wewe ndo basi. Tafuta kuendana naye, so mimi. Upo babu? Basi mama, ngoja niende. Nikaona na huyo mtu. Haya mwanangu, lakini sasa usisahau kuniletea zawadi. Haya sawa. Wewe mkaka? Nakuomba. Samahani kakaangu. Naweza kupata muda kuongea nawe? Sina haja ya kuongea na tajiri kama wewe. Nenda katafute tajiri mwenzako mkae chini muongee, lakini sio mimi. Kila siku kwenye maisha yangu huwa naomba Mungu aniepushe sana na kitu kinachoitwa dharau. Imani yangu inaniambia kwamba binadamu wote ni sawa. Haijalishi wewe tajiri au maskini. Ni vibaya sana kumdharau binadamu mwenzio. Lakini kitu kingine, inawezekana leo unauza sambusa, lakini kesho ukauza magari. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Kakaangu, hata siku moja usije kunilaumu kwa makosa anayofanya babangu. Maana hata mimi sipendezi na anayoyafanya. Ongea haraka na kusikiliza. Hata hivyo, huu ni muda wa kwenda kumalizia biashara yangu. Kwa hiyo sina muda hata kupoteza. Usijali, nitanunua biashara yote iliyobakia. Lakini pia nitaulipia muda wako utakaopoteza kwangu. Naomba tu ukubali utafute sehemu iliyotulia, tukae tuongee. Maana hatuwezi kuongea tukiwa tumesimama hivi.
Kimbia baba, huyu atakupiga. Wembwa, sikujua kama ni mgumu sana kuelewa kwa maneno. Mpaka ueleweshwe kwa vitendo ndipo unaelewa kwa haraka sana, si ndio? Si ndivyo unavyotaka? Tafadhali sana baba, naomba usimpige huyu kijana. Hana kosa lolote lile. Shut up, bloody fool. Ukiendelea kuongea chochote nitakupiga. Sitojali kama ni mwanangu nile kuzaa. Unatoka nyumbani unakula vizuri, unalala vizuri, mguu mosi mguu pili, unakuja mabarabarani kuongea na fukara kama huyu. Atakupa nini huyu? Ananuka shida. Lakini baba yangu, koma. Unaweza kuwa na baba kama mimi? Pumbafu. Leo naongea kistaarabu na wewe, ila ukiendelea kufanya ujinga wako nitakuua. Huna sababu yoyote ya kuwa karibu na familia yangu. Wewe ni fukara tu, wewe ni mbwa, unanuka shida. Kwani unaandama sana familia yangu wewe? Unataka nini wewe? Fukara, unanuka shida za bibi yako na babu yako. Pupafu. Twende. Unajifanya mjanja kuliko mimi, si ndio? Kinachokufanya uhangaike mitaani ni kitu gani? Yule maskini atakupa nini zaidi ya kufubaza tu? Hichi kipindi libidi ukae ndani usubiri siku yako muhimu ifike. Kosa langu hapo lipo wapi? Nilienda kumwomba msamaha kwa wale tuliomfanyia. Mimi ni binadamu, nina moyo. Tuliomfanyia yule kijana sio mazuri. Ni lazima tukamwombe msamaha. Haijalishi yeye ni nani na sisi ni nani. Hakuna kitu kitachotokea katika maisha yangu. Yule ni mtoto mdogo sana. Tawezaje kwenda kumwomba msamaha fukara kama yule? Wewe unajiona una huruma sana. Kuanzia sasa hutoiona nje mpaka siku yako ipite. Hivi baba, unayafanya wewe nani yake? Unanikosea sana. Tena unanikosea mno. Unanifanyia sio haki. Unaudhulumu sana moyo wangu. Unataka haki? Kama unataka hiyo haki hiyo unayotaka wewe, kamfuate mama yako makaburini, aje hapa akupe hiyo haki. Na kuanzia sasa hautotoka nje wala sebuleni. Kitu chochote ambacho utakuwa unataka utamwambia dada wa kazi. Na ukiendelea kubishana na mimi yule mpumbafu mwenzako yule maskini kapuku asiyokuwa na mbele wala nyuma, nitamuua. Mimi ni mfugaji wa kuku wa mapenzi, baby naomba kukugea, naomba pokea, hani
Ni kuku gani unataka nikupe? Kukupenda ama kukujali, kukuheshimu? Yaani wewe kazi yako sasa imebaki ni kuimba, si ndio? Yaani umesahau kilichokuleta hapa. Sasa sikiliza, hakikisha Mamu hatoki kwenda popote pale, sio sebuleni wala hapa nje, akae kule kule chumbani. Sasa ole wako uende kinyume na hichi ninachokwambia, utaniona mimi mbaya, na maanisha kazi utakuwa hauna. Kwani kuna nini bosi? Sio kila kitu unataka kuja kwenye familia. Uwefuata nilichokuagiza. Huyu mtoto naona ananitaka kunipanda kichwani, anataka kuharibu mpango yote mimi nilepanga. Hakikisha hatoki ndani, anakaa mule mule. Sawa, nitafanya hivyo unavyotaka bosi. Abe bosi. Naomba kaniletee machungwa na ndizi kwenye friji. Weka kwenye sahani, niletee na kisu nitamenya mwenyewe. Kwani kuna nini? Maana nimeona hali kubadilika ghafla. Hayakuhusu. Fanya nilichokuagiza. Sawa. Ila ushapata taarifa kutoka kwa baba yako kwa uruhusiwi kutoka mchumbani? Hebu acha kunipigia kelele. Ondoka hapa. Maua, tulia hivyo hivyo. Ukizingua tu kidogo na kuchoma kisu cha mgongo. Haya, ufungue uko wapi? Mlango upo wazi. Fungue kwenye kitasa. Mungu wangu, tamweleza nini mimi bosi? Mambo unaniponza mimi. Halo bosi.